Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athmani. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo mara moja ili uwe wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapo upload hapo. Siku ya leo mtazamaji wangu mpendwa, nataka kuzungumzia taarifa ambayo imeweza kugonga vichwa vya habari na imezua hisia mseto kote nchini Kenya na sio pwani tu peke yake. Na ni kwamba waziri wa zamani wa masuala ya jinsia Bi Aisha Jumwa aliweza kujitoa katika chama cha United Democratic Alliance ama UDA, chama ambacho kila mmoja anajua kwamba aliweza kukipigania wakati alipokuwa anawania kiti cha ugavana kaunti ya Kilifi. Lakini kwa bahati mbaya Bi Aisha Jumwa akaweza kukosa nafasi hiyo ya ugavana baada ya kushindwa na aliyekuwa mpinzani wake wa chama cha ODM ambaye ni Gideon Mung'aro. Na baada ya hapo aliweza kuwa mwandani wa karibu sana wa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Rais William Samoei Ruto, na hatimaye akaweza kuangukia wadhifa wa waziri wa masuala ya jinsia na vijana hapa nchini Kenya. Lakini muda mchache wa miezi kadhaa iliyopita Bi Aisha Jumwa aliweza kutolewa katika wadhifa huo, na kwa bahati mbaya aliweza kupata pigo mahakamani kwa sababu alikuwa ameweza kuteuliwa kuwa ataingiliana na masuala ya ardhi hapa nchini Kenya, lakini pia koti ikaweza kufutilia mbali uteuzi wake. Na kulingana na maneno ya Aisha Jumwa siku ya jana alipokuwa akizungumza na wanahabari katika kaunti ya Kilifi, aliweza kusema ya kwamba amepokea baadhi ya vitisho kutoka kwa serikali ya William Ruto, na pia anahisi ametengwa vile vile, manake hivi sasa tunavyozungumza Rais Ruto akienda maeneo yale ya pwani basi hawezi kumtambua, yani hamtambui tena kama yeye yupo, wanasema wazungu if she still exist. Kwa hivyo anasema kwamba anahisi ametengwa na Ruto, na baada ya kufikiria kwa muda mrefu hatimaye siku ya jana Bi Aisha Jumwa akaweza kuamua kujiondoa kwenye chama cha UDA. Na hivi leo pia ameweza kukutana na gavana wa Siaya Bwana James Orengo ambaye tunajua ni mwandani wa marehemu Raila Amolo Odinga katika chama cha ODM, ambacho pia Aisha Jumwa alikuwa katika chama hicho zamani alipokuwa mbunge katika eneo lile la Malindi kaunti ya Kilifi. Wale wachanganuzi wa kisiasa katika taifa hili la Kenya wameweza kuhoji na kusema kwamba kujiondoa kwa Aisha Jumwa kwenye chama cha United Democratic Alliance itaweza kuleta mtafaruku, na vile vile pia itaweza kubadilisha mwelekeo na mtazamo wa siasa za kule pwani, kwa sababu Aisha Jumwa alikuwa na wafuasi wengi na alikuwa na mvuto mkubwa wa kisiasa katika chama hiki cha UDA. Wewe mtazamaji wangu mpendwa, unazungumziaje swala zima hili la kujiondoa kwa Aisha Jumwa katika chama tawala cha United Democratic Alliance? Je, unahisi ya kwamba kutaathiri siasa za pwani, ama unahisi ya kwamba hakuna athari yoyote kwa sababu ni jambo la kawaida? Tunajua alikuwa chama cha ODM kisha akatoka chama hicho baada ya kukwazana na Raila Amolo Odinga ndio akajiunga na UDA, na chama ambacho aliweza kujipatia wafuasi wengi zaidi. Maoni yako chini ya hiyo video tuweze kujadili swala hili la Aisha Jumwa kujiondoa kwenye UDA. Litaleta mtafaruku ama litakoroga siasa za pwani katika kaunti ya Kilifi, ambapo yeye mwenyewe ametangaza wadhifa kwamba atakuwa anawania ugavana mwaka wa 2027, lakini hajatangaza kama atawania chama gani. Unaweza semaje kuhusiana na hatua aliyoichukua Bi Aisha Jumwa? Asante sana mtazamaji, usisahau nauza dera. Hadi siku nyingine, na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.